Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mgogoro unaohusisha waasi wa AFC M23, serikali ya Rwanda imetambua hadharani kuwepo kwa vikosi vyake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, pamoja na uhusiano wa kiusalama na waasi wa Kongo. Tamko hilo lilitolewa tarehe 22 Januari na balozi wa Rwanda nchini Marekani, Mathilde Mukantabana, mbele ya baraza la wawakilishi wa Marekani wakati wa kikao cha kamati ya mambo ya nje tawi ndogo linaloshughulika na masuala ya Afrika. Mukantabana alifikiri kuwepo kwa majeshi ya Rwanda na ushirikiano wa kiusalama kati ya Kigali na AFC M23, hatua inayotajwa na wachambuzi kuwa ya kihistoria isiyo ya kawaida. Akizungumza mbele ya wabunge wa Marekani, balozi huyo alisema kuwa Rwanda inaongoza uratibu wa kiusalama na AFC M23, kauli iliyoibua mjadala mpana katika duru za kisiasa na kidiplomasia, kikanda na kimataifa. Aidha, aliwasilisha AFC M23 kama harakati ya waasi wa Kongo inayojitegemea lakini yenye maslaha ya pamoja ya kiusalama na Rwanda. Kauli hii inakuja baada ya miaka kadhaa ya Rwanda kukanusha madai ya Kinshasa, Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa kuhusu ushiriki wake wa moja kwa moja katika mgogoro wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wakati huo mjini Uvira, baadhi ya raia wanaojitambulisha kama Rwandofone wametoa shukrani zao kwa wazalendo na FARDC wakidai kuwa hali ya usalama imeimarika tangu kuondoka kwa waasi. Wameeleza kuwa familia zao zinalindwa na kuwataka waliokimbia kurejea nyumbani, wakisisitiza kuwa amani ipo. Kweli tangu FARDC tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika woga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua ya mabadiliko. Kuna kile FARDC provincial ambayo ni ujumbe ambayo ni kwa rais mwenyewe. Umeona vema, hii ni hatua ya kuja, maana yake mmefanya, hii ni hatua nzuri ya kuleta faraja. Parti dans la communauté de Banyamulenge. Mimi nimezaliwa kwanza Kongo, nimezaliwa hapa Uvira. Siwezi hesabia tukiona hata miaka yenye nimezaliwa na niko nao maki hapa niko na 17 ans. Jewe nyetwa Nishimweneli, ndo Munyamurenge, ndo mugorora w'abasizana. Yari nkeneye kubwira abandi bo abavandimwe bose bagiye bahunze ibita bogaruka uburyo kera amanisha kuwa vraiment. Yari nkeneye gusa kubabwira ngo mugaruka Uvira ni yetu siye bote, viki tunamaliza miaka na miaka tunapaishi, ariko nukuri mugaruke tuba abantu bamwe dusubire nyine ukuntu twari tumeze. Ya wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko usalama kabisa. Masasi ilikuwa mingi, babandi walikuwa mingi, na njoo wenyewe walisababisha haya yote. Lakini wakati FARDC ilifika, hata kama hawayakuwa hapa, tulisikia kama tunakuwa huru. Pale naweza kumshukuru guvernere wetu na kumwambia hongera kabisa, sababu amefanya mambo mazuri sana. Tulikuwa tumemkosa baba yetu na wakubwa wote ambao hawakukua hapa, na wenye kukimbia wote wakimbizi wanaweza kurudia, lakini tunamshukuru guvernere wetu kabisa. Ninaweza kusema kabisa warudie, wawasensibilize warudie. Ni wakaaji wa hapa.
Wanyamulenge tunaweza waambia warudie nyumbani kwao, paske ni watu tulikuwa naishi nao na ni watu wenye tulikuwa naishi, walikomalia huku pako, walizaliwa huku, wanakomalia, hakuna kisi tuwafukuze mwingine. Katika muktadha huo, Jenerali William Amuri Yakutumba, mratibu wa wazalendo wa mkoa wa Kivu Kusini, aliwasili Uvira siku ya Jumaa tarehe 23 Januari mwaka 2026. Alifanya mkutano katika bandari ya Kalundu akiwakusanya majemadari wote wa wazalendo wa mihimili Uvira Fizi. Lengo la mkutano huo lilikuwa kutoa maelekezo na ushauri kutoka ngazi za juu za uongozi, huku akisisitiza mwelekeo wa amani na maendeleo. Kama kuna pia shida tunatumika pamoja, jinsi sisi na sisi tunatumika pamoja na FARDC. Hivi natoka wapi? Natoka kule ngambo za Zembe, sio kwenda Kongo. Sisi nilikuwa nasema na wewe, vita tunapigana Mikenge wapi tunakuwa ensemble. Wenzero. Sasa huko kumani ndio tutakuwa maadui kwa. Kwa tutumike sawa sawa. Tushanje kwa na kasaye comportement chetu. Tusikuwe sawa vile atukubabandi, atukubarembele ba gouvernement. Mwana mwenye atafanya sana anaenda tofauti ya ile. Kwa sababu mingi beko hapa. Atafungwa na anaenda tunamwashika. Je pense que na acha watu atemwe ili yote kwenye tunasema hapa. Kwa Kalundu hapa. Hii Kalundu hii tunasema na gouvernement. Jo number 1. Sisi tunakuja mdesema position soutien ya ile Maria gouvernement. Na ma service de l'État. Il fonctionnait kama vile ilikuwa na fonctionner zamani sans défi. Hatupendi fujo. Mwache mafujo kwa hatutawina hapa kile juu ya hii. L'État kama tunafanya kazi vizuri. Frank l'État juu iko na frank. Ndio tupandishe. Nani yeye utakuwa general wewe, utakuwa hivi utakuwa general. Makareka utakuwa general. Ndio utakuwa general. Kama na nyinyi bado tutasubiri utakuwa general. Tutakosa nini? Sasa tutaribu kazi yetu juu ya mtu kwa kidogo hivi. Na monsieur le frère, Kwa upande wa uwanja wa mapambano, taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi ya anga kwa kutumia droni yalilenga nafasi ya RDF M23 katika eneo la Kikuku, makao makuu ya Bwito, wilaya ya Ruchuru, siku ya Jumaa majira ya saa 8 kamili. Inadaiwa kuwa mashambulizi hayo yalisababisha hasara kubwa ya watu na uharibifu wa ghala la silaha. Mashambulizi hayo yanaripotiwa kufuatia operesheni nyingine ya kijeshi la anga la FARDC zilizofanyika Belehusa huko Walikale dhidi ya wahasi wa M23 tarehe 23 Januari mwaka 2026. Baada ya vyanzo visivyo rasmi vinadai uwezekano wa kuhusika kwa wakandarasi binafsi wa usalama, madai ambayo bado hajathibitishwa rasmi. Kwa ujumla, hali inaonyesha kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi na kiusalama mashariki mwa DRC, huku jamii ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa ukaribu hatari za matamko mapya ya kidiplomasia na mabadiliko ya hali ya usalama katika eneo hilo.